عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد, ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwanza tunamshukuru Allah kwa kutupa fursa ya kukutana hapa. Si kutaka kwetu isipokuwa ni taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu wapendwa na wale ambao hawajabahatika kuwa Waislamu, kwanza mimi binafsi niko na furaha kuonekana sasa kwa mara nyingine katika vyombo vya habari baada ya muda mrefu sana wa kuwa sipatikane katika vyombo vya habari au katika mitandao ya kijamii kwa sababu zisizoweza kuepukika. Wengi mnanifahamu kama Suleiman Mazinge, mchambuzi wa kina wa mambo ya Freemasonry na mambo ya dunia. Ndio wengi wamenifahamu hivyo. Kwa hivyo inshallah taala, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, sasa tutakuwa tuko pamoja katika YouTube channel yangu hii. Mlioko Kenya, Waislamu, mlioko Tanzania, mlioko Burundi, mlioko Rwanda, mlioko sehemu yoyote ile ya dunia, mlioko Italy, mlioko United States na sehemu zingine ambao mnaongea lugha ya Kiswahili na mnaifahamu vizuri, basi sasa mtakuwa mnanipata katika channel yangu hii. Ni nini hasa ambacho kilikuwa kimenipoteza muda huo wote mpaka nisionekane katika vyombo vya habari? Ndugu zangu Waislamu na wale ambao hawajabahatika kuwa Waislamu, ieleweke kwamba unapoanza kuchambua mambo ya Freemasonry huwa umeweka maisha yako rehani au umeweka maisha yako nusu duniani na nusu akhera. Lakini kwa sababu hiyo mimi nitasema kwamba kufa siogopi, kwa sababu nilizaliwa siku moja na siku moja hiyo hiyo ndio na mimi nitaondoka, na itakuwa ni jambo la kheri zaidi mwanadamu ama Muislamu kufa kwa ajili ya Allah. Kwa hivyo kutishiwa maisha, nishatishiwa maisha na naendelea kutishiwa maisha, lakini kwa sababu ni gurudumu la Allah lazima tulifikishe na tuweze kusonga mbele kwa pamoja. Ninachokiomba ama ninachokisihi kwenu ndugu zangu Waislamu, kwanza ni dua zenu. Mnifanyie dua kila mnaposwali, kila mnapofanya mambo yenu, mnifanyie dua, kwa sababu kazi hii ni ngumu na bado sasa ndio imezidi kuwa ngumu zaidi, kwa sababu Freemasonry sasa ndo wamechacha, wameamka, wamekuja karibu na wanamulika kila mtu ambaye anazungumza mambo yao, basi inakuwa yuko hatarini zaidi. Kwa hivyo nawaomba inshallah tuweni pamoja, tusonge mbele na tuweze kupeleka gurudumu la Allah mbele. Vile vile pia changamoto za hapa na pale hazikosi kutokana na udhaifu wa vifaa vya kazi yetu ya dawa. Unajua kazi yetu ni ya kuzunguka, mara tunakwenda huku, mara tunakwenda kule. Na nafikiri katika taifa la Kenya hakuna mtu ambaye amevunja rekodi ambao niliweka mimi kwa idhini ya Allah katika mizunguko yangu ya dawa Kenya hii. Hivyo basi ilikuwa kipindi kile kuna urahisi, kwa sababu tulikuwa tunaka usafiri. Kipindi kile tulikuwa tunaingia misikitini huko, tunazungumza, tunachanga fedha ili tuendeshe dini. Kwa hakika kabisa Uislamu hauwezi kwenda bila ya fedha. Lakini hivi sasa mambo yalibadilika. Misikiti mingi sasa imekuwa kana kwamba ni majumba ya watu. Haiendeshwi kama anavyotaka Mwenyezi Mungu na mtume wake, isipokuwa misikiti mingi sasa inaendeshwa na kamati, na kamati wakikaa huwa wanapitisha yale walioyatunga wao, wala si Qur'ani au Sunna. Jambo hili limesababisha dawa kupungua kasi. Haiwi kama zamani ilivyokuwa. Zamani ilikuwa watu wa da'wa tunaheshimiwa katika nyumba za Mungu, katika misikiti ya East Africa. Lakini sasa hivi heshima imepungua, na heshima na kupungua kwa heshima hizo ni kwa sababu ya chuki zao za kibinafsi tu. Manake nadhani wao wanaangalia udhaifu wetu sisi, wanautumia ngao ya kutupigia, hali ya kuwa udhaifu huo hata wao pia wako nao vile vile. Kwa hivyo kwa namna moja ama nyingine hali hiyo imechangia dawa kuweza kupungua kasi yake. Kwa hivyo inshallah taala tutakuwa pamoja. Hivi sasa napatikana katika mitandao ya kijamii hii. Ndugu zangu Waislamu, tuungane mkono tuweze kupeleka gurudumu la Allah mbele. Niko na wanafunzi wengi alhamdulillah, najivunia
ambao sasa wameshikilia kazi ya dawa, wengi sana ambao ni wanafunzi wetu katika kazi ya dawa, kazi ya Allah. Wako wengi sana ambapo nikiwataja majina hapa tutakesha, lakini maadamu unapatikana hivi sasa, basi baada ya masiku tutakuwa tunaonana tukizungumza mada mbalimbali. Na kwa hakika kabisa niko na mada nyingi kabisa za Freemasonry mpya ambazo na hakika kabisa mlioko kote ulimwenguni mtapigwa na butwaa, maana mnakwenda kupigwa na butwaa, kwa sababu nitaingia ndani, nitachambua na mtashtuka kabisa na mtaona kumbe mambo yako hivi. Na inshallah naamini waja wa Allah wataweza kuingia katika hii dini ya Allah, na sisi tunachotafuta ni radhi za Mwenyezi Mungu, wala sio jambo lolote lingine. Inshallah kwa haya machache ama mengi, nakusudia baada ya hapo kuzungumzia mada inayofuata. Na mada inayofuata ambayo nakusudia kuizungumza, nitatumia vitabu viwili. Hapa niko na Qur'anul Karim, ndio hii hapa, kitabu kitukufu cha Qur'ani. Vile vile niko na kitabu cha Biblia kiko hapa. Vyote hivi nitavitumia katika mada inayokuja, na kuna Biblia nyingine ambayo nitakuwa nayo hapa ya Union Version 1952 na kuna Union Version 1901, ambao Biblia hiyo iko na jina la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haswa ndani. Hiyo Biblia labda pengine usiniulize kule nilikoitoa, kwa sababu mimi ni mchambuzi, najua mwenyewe kule nilikoitoa. Iko na jina la Mtume Muhammad ndani, ambapo ndo nimesema utakwenda sasa kupigwa na butwaa kuhusu yale yatakayojiri. Na kabisa nikutaarifu kwamba hata mitume wa Biblia majina yao yalipinduliwa humu ili dunia ipotoshwe, kwa sababu devil worshippers kazi walioifanya kwanza ilikuwa ni kucorrupt Biblia, na wamecorrupt kisawasawa, na mpaka hivi tunavyoongea Biblia hii ya mwaka 2005 ni feki, na ndizo hizo nyingi zinazouzwa bookshop leo na kwenye street Mombasa, Nairobi, ndio nyingi zinazouzwa, hali ya kuwa hizi si Biblia, bali hizi ni Biblia jina tu. Zishanyofolewa maneno humu, yakabandikwa maneno, na hii ndio kawaida ya Mayahudi. Mayahudi ndio kawaida yao. Ndio unaona hata majina ya mitume walipinduliwa. Nabii Yahya ibn Zakaria wamemgeuza, wanamuita Yohana Mbatizaji. Nabii Idris wamemgeuza jina, wanamuita Henoko. Shamuuli ndo anaitwa Samueli. Danieli anaitwa Danieli. Yusha ibn Nun, hao ni mitume wa Kiislamu, anaitwa Yusha ibn Nun, lakini kwenye Biblia wanamuita Yoshua mwana wa Nuni, umeona, au nabii Yoshua. Kwa hivyo wako mitume wengi. Yethro ndio nabii Shuaib ambaye aliishi kule Madian, ambao kwa sasa ndio Lebanon, na mengine mengi ambayo yanakuja mtaweza kuyagundua inshallah. Nikomee hapo, manake ya kuzungumza ni mengi, na sasa nitakuwa napatikana, niko hewani. Namba yangu ya simu ndio hiyo, anayetaka kuwasiliana na mimi direct sasa unanipata direct, wala usiweze kupitia kwa mtu yoyote mwingine. Niko direct kabisa. Inshallah Mwenyezi Mungu atufungulie sisi wote, atusamehe madhambi yetu, atukubalie dawa tunazozifanya na ibadati mbalimbali, na Mwenyezi Mungu atuonee huruma na atupatie ofa kwa utukufu wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa haya machache ama mengi, Mwenyezi Mungu awajalie neema. Tutaonana hapa inshallah.